Ikiwa wewe ni shabiki wa muziki wa kitamaduni, basi bila shaka unajua kuhusu kinanda. Kinanda kinatumika katika matamasha kila mahali. Kinanda pia kina historia ndefu ya kuhuisha muziki huu wa sauti na maridadi kwa mlio wake. Kwa kujua thamani ya mchango wake katika tasnia ya muziki, basi kumekuwa na maadhimisho ya siku ya kinanda duniani. Siku ya kinanda duniani imeundwa kusherehekea ala hii ya ajabu, ambayo imeleta watu wengi wenye furaha kwa miaka mingi. Siku ya kinanda ulimwenguni huadhimishwa siku ya 88 ya mwaka, ambayo ni sawa ya idadi ya funguo kwenye kinanda. Hili lilianza kama wazo la mpiga kinanda wa Kijerumani Niels Frammm, na maadhimisho haya yalianza rasmi mwaka 2015. Na tangu wakati huo, siku hiyo ilipanuka, huku watu wakifanya matamasha, kumbukumbu, mihadhara na maandamano. Mwaka huu 2025 inaadhimishwa leo Machi 29, ikiwa ni miaka 10 tangu siku hii ianze kuadhimishwa. Siku ya kinanda duniani ilipokelewa na kikundi cha watu wenye nia moja ambao walilenga kuunda jukwaa la miradi inayohusiana na piano ili kukuza maendeleo ya muziki na kushiriki furaha ya kutumia ala hii ya muziki. Maadhimisho haya ya siku ya kinanda yanalenga kusherehekea kinanda kwa wapenzi wote wa ala hii na watumiaji wake, kama vile waigizaji, watunzi, wajenzi wa kinanda, waimbaji, wapigaji na muhimu zaidi kwa wasikilizaji. Tangu kuzinduliwa kwake, siku ya kinanda duniani imepata umaarufu mkubwa sana kwa ushiriki kutoka kwa wapiga kinanda, waandaaji, wasambazaji, mafundi, wapenda kinanda na kimsingi yeyote anayehusishwa na ala hii ya muziki. Historia ya ala hii ya muziki ilianza mwaka 1700 ambako Bartolomeo Cristofori kutoka Italia ndio alibuni kinanda cha kwanza, na uboreshaji wa kinanda cha kwanza ulifanyika mwaka 1821 na Sebastian Ireland. Kutoka hapo kinanda kilistawi zaidi kwa zaidi ya miaka 300 iliyofuata hadi kuwa kile kinanda tunachokitumia hivi sasa. Tunaposherehekea maadhimisho ya siku hii, ikiwa hujui mengi kuhusu kinanda, basi leo ni siku nzuri ya kuchunguza na kujifunza zaidi kuhusu kinanda. Hii ni kalenda ya leo, nami Elisia Haule. Asante sana Elisia Haule kwa kutujuza juu ya siku ya kinanda duniani, na tumeipata kufahamu kidogo kwamba kuna keys ngapi? 88 katika kinanda. Kwa hiyo ili kuweza kujua zaidi, David. Yes, ili kufahamu zaidi tunaungana na Jacobo Mang'ombe. Huyu ni mwalimu wa piano akiwa Goba jijini hapa Dar es Salaam. Mwalimu Jacobo, habari za wakati huu? Niko sahihi, niko vizuri asubuhi ya leo. Asante sana. Mwalimu, kwanza hii piano ama kinanda watu tunaona ama tunasikia kikiwa kinapigwa katika matamasha na hafla mbalimbali. Hii ni katika muziki ama mambo ya burudani, tunaweza kusema ni ala ya aina gani? Rudia swali la mwisho tafadhali. Hivi katika muziki ama burudani? Hii ni ala ya aina gani? Katika muziki ama burudani? Hii ni ala ya aina gani? Ni kifaa cha aina gani? Hii piano tunaweza kusema ni kifaa cha aina gani katika muziki? Ndio. Mwalimu, unanisikia? Unanisikia mwalimu? Nadhani mwalimu mawasiliano yake yatakuwa hayako vizuri. Lakini akikaa vizuri, huyu ni mwalimu wa piano, atakuja kutueleza hapa kuhusiana na masuala ya piano. Lakini mimi huwa napenda sana mbwembwe za wapiga piano. Katika yote, yani ukimkuta mtu anaijua kweli piano vile anavyokuwa. Sasa ukumbi umeitika ama watu muda huo wako katika. Mwalimu Jacobo, kama unatupata? Nakupata. Ndio, tunaomba utuambie katika muziki ama burudani kwa ujumla, hii piano ni ala ya aina gani? Nyie kwenu mnaisemaje hii? Ninasikia unapoanza, lakini unapomaliza swali silisikii. Okay,
Ngoja pengine hili swali tutamaliza nalo. Utuambie, ili mtu ajifunze piano pengine inahitaji muda gani, ama kuna mazingira kunahitajika mazingira gani na gani ili mtu aweze kujifunza vizuri piano? Ili mtu aweze kujifunza piano vizuri anahitajika kwanza aipende. Anahitajika kuwa na chombo nyumbani kwake ama katika mazingira anayoishi. Anahitajika kuwa na mafunzo sahihi ya kujifunza chombo hicho. Anahitajika kuwa na exposure katika muziki mzuri utakao mjenga kuwa pianist mzuri. Kwa hiyo ni mambo ya msingi kabisa ambayo anahitajika kuwa nayo. Ndio, kuna umri sahihi wa kusema sasa mtu akijifunza piano katika umri huu anaweza kuwa na ueledi zaidi au akapiga kwa ufanisi zaidi, au ni umri wote? Umri sahihi na mzuri zaidi ni umri ambao tayari mtoto ana uwezo wa kufanya mambo aliyoelekezwa, mambo aliyojifunza akafanya. Kwa hiyo umri ambao tayari mtoto ameweza kuwa na utashi, ameweza kuwa na akili ambayo inaweza kupokea maelekezo na kufanya kama alivyoelekezwa. Na hivyo ni kusema kwamba hata angekuwa na umri wa miaka 3, 4, 5 anaweza kuanza kujifunza piano, na ni wakati mzuri zaidi kuliko anayeanza utu uzimani. Ndio, tueleze sasa hapo mwalimu kitaalamu, kitaalamu zaidi. Hii ni ala ya aina gani? Piano ni ala inaangukia kwenye kundi linaitwa chordophones, na wakati fulani watu wengine wameweka kwenye kundi la idiophones. Chordophones ni vyombo vinavyotumia nyuzi. Sasa kwa nini inawekwa hapo? Ni kwa sababu kule ndani ukifungua unakutana na nyuzi kuanzia nyembamba mpaka nene. Alafu kwa nini inawekwa kwenye idiophones, vyombo vya kugonga wakati mwingine? Ni kwa sababu ili ule uzi kule ndani ugongwe, unahitajika unapobonyeza kitufe hapa chini, ile mbao kule ndani ina kanyundo fulani kanaenda kanagonga uzi. Kwa hiyo ndio maana kuna wakati watu wameweka kwenye kundi la idiophones, lakini kimsingi ni chordophones, chombo ambacho kinatumia nyuzi pamoja na kwamba kuna kugongwa ndani yake. Ndio, na mwalimu tueleze hapo, kwa sababu piano inavyokuwa inapigwa vile unawaza mpaka mtu anaweza kupata zile sauti ambazo sasa sisi tunazisikia, pengine zinaleta hisia au zinaendana na kile waimbaji wanachoimba. Kuna ufundi gani unaendelea hapo? Kinachoendelea pale ni kwamba nyuzi zinakuwa zimepangwa kwa diameter kulingana na vipimo vya physics ambavyo vimewekwa pale, kuanzia uzi mzito mpaka uzi mwembamba. Sasa kama unaifahamu shape ya piano kwa juu, kama picha ingepigwa tokea juu, ungeona shape yake haijanyoka hivi. Shape yake huwa inakuwa inatengeneza kama mzunguko fulani alafu inarudi huku. Sasa ndio mahali ambapo mcheza piano anakaa. Imewekwa vile kwa makusudi kwa sababu kinachoathiri kimo cha sauti ama pitch sio tu unene au wembamba wa uzi, bali ni pamoja na ufupi ama urefu wa uzi. Kwa hiyo ukikutana na uzi mrefu unatengeneza mitetemo michache zaidi kwa sekunde moja, kwa hiyo inafanya uweze kupata sauti nzito ama za chini. Lakini uzi unazidi kuwa mfupi unazidi kutengeneza mitetemo mingi kwa sekunde moja, hivyo unapata kimo cha sauti cha juu ama pitch ya juu. Lakini wakati huo uzi ambao ni mrefu umefanywa kuwa mnene, uzi ambao ni mfupi umefanywa kuwa mwembamba. Sasa kuna vipimo vya physics ambavyo vinakuwa vinafanyika pale ili kuweza kupata hizo pitch ambayo inatoka kwenye ya chini kabisa inapanda mpaka kule kia 88 ambayo inakuwa ni sauti ya juu kabisa ya kwenye piano. Na umegusia hapo key 88. Hii sasa inaweza kuhitaji muda gani mtu kusema sasa huyu ameweza kumaster hizi key zote 88? Kwa sababu ni nyingi na kuweza kuzimudu, kujua ukipiga hapo unapata hiki, unapata hivi na hivi. Inakuwaje hapo, tujuze? Katika piano kuna key 88 katika standard piano, japo ni kweli nyingine zinaweza kupungua hapo, lakini standard ni 88.
Kwa hiyo mtu anayehitaji kucheza piano kimsingi anatakiwa kufahamu kanuni inayomfundisha kucheza key 12, na hizi key 12 zinampatia msingi wa kucheza zingine zote, kwa maana ya zipo 88 kama vibao vyote vihesabu, lakini kanuni yake ni 12 tu. Kwa hiyo ukiwa makini kufanya 12 hizi, basi hizo nyingine ni marudio ya hizi 12. Kwa hiyo unaweza kuziplay vizuri. Sasa unahitaji muda gani? Unahitaji angalau mwezi mmoja na kuendelea kupata ule msingi wa kucheza hizo key 12. Spidi yako na uelewa wako na mafunzo sahihi yatakufaa kisha hapo. Lakini ili kumudu sasa huwa katika angalau hatua tunaita proficient level, wewe umekuwa sasa ni mtaalamu, basi kwa mtu mwenye juhudi nzuri na anaweza sasa akasimama popote, yeye ni proficient, kujifunza kwa miaka angalau 10 kutamfanya mtu mwingine ambaye jamii inamtazama katika jicho jingine kabisa, sio tena yule wa kawaida. Kwa hiyo mtu asiyekata tamaa, sasa mimi mbona miaka 10 ni mingi sana? Hapana, naongelea proficiency. Katika hali ya kawaida hata miaka 2 utaplay ndio, lakini naongelea proficient level. Okay, Mwalimu Jacob, ukiweka ala zote za mziki pamoja, piano inajichomoza na upekee ama sifa gani za kujitofautisha na ala nyingine za mziki? Okay, piano yenyewe kitu kikubwa kuhusiana nacho ni kwamba ule uwezo wake wa kutoa sauti ambayo ina touch response. Vyombo vya mziki vingi vya kupuliza labda vya kugonga, ni kweli kuna nyakati unaweza kusema natumia nguvu kidogo ama nguvu nyingi ili kupata ile amplitude ninaoitaka mimi wakati ule, ile ukubwa ama udogo wa sauti ninaotaka itoke. Lakini touch response katika piano ina upekee wake, kwa sababu ninapo play piano, ninapogusa taratibu, ninabadilisha feeling yangu inakuwa sasa ni ya kuplay kitu soft, na neno lenye piano ni la Kilatini kumaanisha soft. Halafu nikija nikaongeza nguvu ya vidole vyangu, ninapata sauti ikiongezeka. Sio kama naenda kutumia volume fulani ongeza kusha, hapana, ni vidole vyangu mwenyewe. Kwa hiyo dynamic feeling inafanya piano ikae kama chombo cha tofauti kabisa, tofauti na wengine kusema trumpet kwa mfano, ama ukasema drums. Bado feeling ya piano iko tofauti. Nikitaka nikubembeleze nayo nitabembeleza kwa namna ninavyoifanya soft. Nikitaka vile vile wakati huo sekunde chache mbele tu nataka nisisitize jambo, vile vile nitaifanya kuwa loud, na ni sekunde nyingine zijazo nataka nimalize nikubembeleze tena ulale, na ileta kwenye soft tena. Asante Mwalimu Jacob kwa maelezo yako hayo ya kitaalamu juu ya piano na siku ya piano leo, ikiwa ni siku ya 88 kwa mwaka. Kama mnavyosema, tunaadhimisha zile keys ambazo zipo katika piano 88. Asante Mwalimu. Nashukuru sana.